Mitatu, sababu kuna mambo mengi sana yafaa Muislamu aweze kuficha, lakini nitatoa mifano kulingana wakati mifano mitatu au miwili. Ndio anasema wa min al-umuri allati yanbaghi lilmuslim an yahfadhaha wa yaktumaha wa la yufsi asraraha, katika mambo ambayo yanafaa Muislamu aweze kuyahifadhi na afiche na ayafiche na asitangazi siri ya mambo hayo. Jambo la kwanza a'malu sirri, anasema kwamba a'malu sirri allati bainahu wa baina rabbih, ni yale matendo ya siri unayofanya baina yako wewe na Allah. Katika matendo ambayo yafaa Muislamu aweze kuficha iwe ni siri, ni yale matendo ambayo ya siri unayofanya wewe baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Yale matendo mema unayofanya baina yako wewe na Allah ni katika matendo ambayo yafaa Muislamu aweze kuyaficha na usiyatangazi kwa watu. Kwa ushahidi wa hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, watu aina saba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atawafunika kunako kimvuli chake siku ya kiyama, siku ambapo hakuna kimvuli isipokuwa kimvuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhakara minha, kisha mtume akataja katika watu hao saba akasema, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. Katika watu saba ambao Mwenyezi Mungu atawafunika kivuli siku ya kiyama, siku ambapo jua litashuka mpaka kwenye vichwa vya binadamu, lakini mtu huyo atakuwa na hifadhi ya mwamvuli kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au ya kimvuli kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni yule mtu ambaye anayetoa sadaka, ni yule mtu ambaye anayetoa sadaka kaificha sadaka yake mpaka mkono wake wa kulia hukufahamu au hufahamu nini umetoa mkono wa kushoto. Bimaana kwa ufupi ni yule mtu anayetoa sadaka yake kwa kujificha, hataki watu waone. Lakini tuangalie katika ulimwengu wetu wa sasa, leo mtu akitoa sadaka anataka picha, anataka video. Ndio ulimwengu wa sasa ulivyo. Leo mtu akitenda matendo yaliyokuwa mazuri anataka video, anataka nini? Anataka picha ili watu waone.